Maelfu ya Wapalestina wanaendelea kuondoka mji wa Gaza siku moja tu baada ya Israel kuanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya Hamas. Wakazi waliokuwa wanaondoka walipandisha vitu vyao katika magari yaliyojaa huku wengine wakiamua kutembea. Foleni kubwa zimeshuhudiwa katika barabara za mji huo. Barabara ya eneo la pwani la Al-Rashid ndio njia pekee iliyoidhinishwa kwa raia kuitumia. Jeshi la Israel limesema litafungua njia nyingine kupitia eneo la katikati. Tumetoka magharibi mwa Gaza na tunaenda Deir al-Bala kwa miguu kwa kuwa hakuna magari wala chochote cha kusaidia. Na kama waonavyo, hapa tunalala katika eneo hili la pwani. Hali ni ngumu kwa kila mmoja. Tumekuwa nje kwa jua tangu asubuhi. Tumeshindwa hata kunywa maji. Jumuiya ya kimataifa imekashifu Israel kwa mashambulizi hayo ya ardhini. Lakini je, jeshi la Israel linasemaje? Mji wa Gaza ni kitovu kikuu cha utawala wa kijeshi wa Hamas, ni ngome yao kuu. Hamas wamegeuza raia katika mji wa Gaza kuwa kinga yao, hii ikiwa ni ngao kubwa zaidi ya kibinadamu katika historia. Viongozi wa dunia wanatarajiwa kujadili mapigano hayo katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Lakini wakuu wa mashirika ya misaada yanayofanya kazi Gaza wametoa wito wa hatua za dharura baada ya tume ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba Israel inatekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza, madai ambayo Israel inakanusha. Mwandishi wetu wa Mashariki ya Kati Yolande Nell amekuwa akifuatilia taarifa hii. Wanaona ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa kuwa haina msingi na ina mapungufu, lakini pia miongoni mwa Waisraeli kuna hali inayozidi kuongezeka ya kutengwa kimataifa. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel alijitokeza na kusema kuwa alikuwa amealikwa kwa mara ya 4 kutembelea ikulu ya White House tangu kuapishwa kwa Rais Trump, na hivyo Marekani inabaki kuwa mshirika wa karibu na wa kudumu wa Israel katika jukwaa la kimataifa. Hata hivyo, katika mkutano huo wa habari, Bwana Netanyahu alilazimika kurejelea matamshi aliyotoa siku moja kabla kuhusu kuzidi kwa hali ya kutengwa kiuchumi kwa Israel. Alikuwa ameibua hofu kubwa katika masoko ya fedha hapa kwa sababu alizungumza kuhusu jinsi taifa hilo litakavyolazimika kujitegemea zaidi. Hilo liliathiri sana soko la hisa na kukosolewa na baadhi ya watu katika sekta ya teknolojia. Sasa tugeukie taarifa nyingine ambapo raia wa Malawi sasa wanasubiri kumjua kiongozi wao baada ya kupiga kura kwenye uchaguzi ambao uliandaliwa Jumanne. Wapiga kura Malawi walielekea debeni kwenye uchaguzi ambao ushindani mkali unatarajiwa kati ya Rais Lazarus Chakwera mwenye miaka 70 na mtangulizi wake Peter Mutharika mwenye miaka 85. Kiongozi mpya anatarajiwa kupambana na mfumuko wa uchumi na kuongezeka kwa bei ya chakula, hali ambayo imefanya maisha kuwa magumu sana. Mbali na wawili hao, uchaguzi huo uliwashirikisha wawaniaji wengine 15 akiwemo rais wa zamani Joyce Banda. Katiba ya Malawi inasema kuwa mshindi anastahili kutangazwa katika muda wa wiki moja. Kwa hivyo, matokeo huenda yakatangazwa wiki hii. Iwapo hakutakuwa na mshindi ambaye atapata 50% za kura, basi kutakuwa na duru ya pili ambapo mshindi na atakaibuka wa pili watachuana tena. Na sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari Nixon Katembo akiwa Lilongwe nchini Malawi. Katembo, taarifa za hivi punde kuhusu shughuli za kuhesabu kura nchini Malawi zinasemaje? Bado shughuli hizo zinaendelea na niko nje kidogo ya jumba ambalo kunahesabiwa kura hizo, ni takriban mita 300 kutoka hapa nilipo. Bado tume ya uchaguzi inaendelea kuwahutubia waandishi habari na kuwapa ni hali gani inaendelea, na imesema kwamba imefikia zaidi ya 30% ya jumla kura zote na matokeo yataendelea kutarajiwa katika masaa yajayo. Na baadhi ya ripoti kuhusu matokeo ya awali zinasema kuwa rais wa zamani Peter Mutharika alikuwa anaongoza dhidi ya Rais Chakwera. Je, kuna ukweli wowote na hali ikoje kwa sasa? Ni kweli rais wa zamani Peter Mutharika anaongoza katika kura hizi, na mapema awali kulikuwa na cheche za kisiasa kati ya vyama viwili, kinachotawala cha Malawi Congress Party na kile cha DPP cha Peter Mutharika, huku kila chama kimoja kikidai ushindi wa uchaguzi huu, licha ya kuwa
Tume ya uchaguzi ilikuwa imetoa rai kwa wanasiasa wote kwamba matokeo rasmi ya uchaguzi yatatangazwa na tume ya uchaguzi. Na je, kumekuwa na tamko lolote kutoka kwa waangalizi wa kimataifa kuhusu uchaguzi wa jana? Hadi kufikia sasa waangalizi wa kimataifa hawajatoa kauli yoyote, ingawa walikuwa na mkutano wa faragha hii leo kuweza kubaini nini kilichotokea katika uchaguzi huu na kuwa na kauli ya pamoja, ingawa tume mbalimbali zitaweza kutoa ripoti zake, lakini tunatarajia kwamba hapo kesho wataweza kutoa taarifa kuhusiana na uchaguzi huu na nini walichokitazama wakati wa shughuli za uangalizi. Na kwa kulingana na matokeo ya awali, vyama vikuu vimefanya vipi kwa ujumla? Kwa ujumla inaonekana kwamba chama cha upinzani cha DPP kinachoongozwa na Peter Mutharika kinaongoza katika shughuli hizi za kuhesabu kura, ingawa haya ni matukio yasiyo rasmi, na tume imesisitiza kwamba waandishi wa habari wana haki ya kuweza kutangaza matukio, lakini wasisitiza kwamba si matukio rasmi, na hili linatarajiwa katika masaa machache, wakati ambapo nazungumza na wewe. Tume inaendelea kuhutubia waandishi wa habari na kuwapa namna gani shughuli za kuhesabia kura zimefikia wapi. Na Nixon, ikiwa anayeongoza hatopata 50% ya kura zilizopigwa, tutarajie duru ya pili ya kura kuandaliwa lini, na mshindi wa raundi hiyo ataapishwa lini hasa? Bila shaka kwa mujibu wa sheria za Malawi, baada ya siku 7 tume inapaswa kutangaza matokeo ya uchaguzi, na ikiwa mshindi hatapatikana kati ya wawili hawa ndani ya siku 30, uchaguzi unaweza ukarejewe kutokana na vile tume ya uchaguzi itakuwa imeandaa, na hivi basi uchaguzi ukarejewa. Washindi wawili wa mbele ndio wataweza kuchuana katika kinyang'anyiro hicho cha kutafuta mshindi, na atakayechukua kura zaidi basi ndio atatangazwa kuwa rais. Shukran sana Nixon Katembo ukiwa hapo Lilongwe nchini Malawi. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Law TV nchini Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Ukitaka maelezo zaidi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Kumekuwa na ulinzi mkali nchini Uingereza, huku maandamano yakitarajiwa kote nchini humo wakati wa ziara ya pili ya kitaifa ya rais wa Marekani Donald Trump ambayo imeanza rasmi. Trump na mkewe walialikwa katika kasri la Windsor na mwanamfalme wa Wales Jumatano asubuhi. Kisha mfalme na malkia waliungana nao kwa msafara uliohusisha gari maalum la kifalme kupitia eneo la Windsor Estate, huku dhifa ikitarajiwa kuandaliwa baadaye leo jioni. Umma haukuruhusiwa kushiriki katika matukio ya leo, lakini ziara hiyo iliyopangwa kwa uangalifu tayari imekumbwa na matatizo. Watu 4 walikamatwa baada ya waandamanaji huko Windsor kutumia projekta kuonyesha picha kubwa za Donald Trump akiwa na mkosaji Jeffrey Epstein aliyepatikana na hatia ya vitendo vya kingono kuonyeshwa kwenye kuta za kasri la Windsor. Polisi wanasema walichukua hatua haraka kukomesha hatua ya picha hizo kuonyeshwa. Alipowasili jana usiku, Trump alikuwa na haya ya kusema kuhusu mwenyeji wake. Kuna vitu vingi hapa ambavyo hufurahisha moyo wangu. Hapa ni eneo maalum kwangu. Ujumbe kwa mfalme? Naam, tutakutana kesho, na amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu sana, na kila mtu anamheshimu na kumpenda. Everybody respects him and they love him.